Tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa 6.9 katika kipimo cha Richter limetokea katikati mwa Ufilipino na kusababisha maafa makubwa ambayo yameacha alama ya huzuni kwa taifa hilo la visiwani. Taarifa kutoka kwa maafisa wa usimamizi wa majanga zinaeleza kuwa hadi sasa takribani watu 60 wamethibitishwa kupoteza maisha, huku mamia wengine wakijeruhiwa na wengine kupoteza makazi yao. Mji wa Bogo pamoja na miji kadhaa iliyoko karibu na kitovu cha tetemeko hilo umetangaza rasmi hali ya maafa. Hatua hii inalenga kurahisisha juhudi za msaada, uratibu wa rasilimali na kuongeza kasi ya juhudi za uokoaji. Kwa mujibu wa wakazi, tetemeko hilo lilisababisha mitikisiko mikubwa iliyodumu kwa sekunde kadhaa, na mara moja umeme ukakatika, kuanguka kwa majengo na kuleta hali ya taharuki isiyo ya kawaida. Tetemeko hili lilitokea siku ya Jumanne karibu na ufuo wa Cebu City, mojawapo ya miji mikubwa na yenye historia tajiri nchini humo. Ingawa taasisi ya Ufilipino ya Volcanology na Seismology haijatoa tahadhari ya tsunami, hofu bado imetanda miongoni mwa wananchi, hasa ukizingatia kuwa taifa hilo limewahi kushuhudia madhara ya vimbunga na matetemeko makubwa hapo awali. Kwa hofu ya mitikisiko baada ya tetemeko, wakazi wengi walilazimika kulala nje mitaani. Wengi walichagua kukesha wakiwa katika maeneo ya wazi ili kuepuka hatari ya kubanwa na majengo iwapo mtikisiko mwingine ungefanyika usiku. Mashuhuda walisema kwamba hali ilikuwa ya taharuki na hofu, huku familia zikishikana kwa mshikamano ili kujipa matumaini katika wakati huo mgumu. Athari za tetemeko hili hazijaishia tu kwenye kupoteza maisha na mali, pia limezua changamoto kubwa za kisaikolojia kwa wakazi wa eneo hilo. Watoto na wazee hasa wanakabiliwa na mshtuko wa kisaikolojia, huku wataalamu wa afya akili wakihimizwa kupelekwa ili kusaidia familia zilizoathirika. Serikali ya Ufilipino imeahidi kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha waathirika wanapata msaada wa haraka. Rais wa nchi hiyo ametoa rambirambi kwa familia zilizopoteza wapendwa wao na kuahidi kwamba taifa lote litasimama pamoja na Cebu na maeneo mengine yaliyoathirika. Kwa upande mwingine, wanasayansi wa masuala ya mitetemeko wamekumbusha umma kwamba Ufilipino iko kwenye ukanda wa moto wa Pacific Ring of Fire, eneo maarufu kwa matetemeko ya ardhi na volkano. Hivyo basi, matukio kama haya siyo ya kushangaza, japokuwa mara zote yanabeba gharama kubwa kwa maisha na mali. Hali inayoendelea, macho ya dunia yako kwa Ufilipino. Ni wakati wa mshikamano wa kimataifa, mshikamano wa kitaifa na mshikamano wa kijamii. Tetemeko hili limekumbusha mara nyingi udhaifu wa mwanadamu mbele ya nguvu za asili, lakini pia limeonyesha uimara wa roho ya kibinadamu, roho ya kusimama tena, kujenga upya na kuishi kwa matumaini. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Kwa hili kwa sasa, usisahau kulike, kukomenti pamoja na kusubscribe katika chaneli yetu, lakini pia usisahau kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili na wao waweze kuwa sehemu ya BMTV Tanzania.